Haya, karibu mpenzi mtazamaji, kumbuka kwamba ni katika awamu ya Rubani 101 na jua kwamba wiki imekuwa wiki ya baraka, na tunapoanza wiki hii niko na mgeni wangu hapa ambao tutakuwa nazungumzia mambo kadha wa kadha, na najua kwamba by time tumalize ama tuondoke hapa utakuwa umebarikiwa tena sana. Na siku ya leo labda ukiwa pale mtazamaji, najua kwamba umeisikia ile uchungu wa kupoteza kazi, kupoteza marafiki, yani kushushwa chini hadi unaanza maisha fresh, ni kama hujaijua. Ni swala ambalo tutakuwa nazungumza na mgeni wangu siku ya leo ambaye amewahipitia hali kama hiyo, na najua kwamba wengi kama mwenyeji wa Eldoret wengi najua kuna wale ambao wanamfahamu sana. Kama ulikuwa unafanya shopping pale katika ile former Nakumatt supermarket, najua kwamba unaweza wengi utakuwa mnamfahamu, alikuwa pale, na najua kwamba atakuwa tuelezea safari yake na tangu vile na sasa hivi pia tuongeleze kidogo pia marafiki zake wale ambao walikuwa wanafanya nao kazi, na wale ambao waliathirika kidogo, kuna wengine walishindwa kumove on, na sofa tujue pia yeye alichukuliaje kuhusu hiyo hatua ambayo ilitokea kwa hiyo kampuni kubwa ambayo ilikuwa inajulikana Kenya nzima, lakini ikafika wakati ikarudi chini. So karibu sana Hilary. Labda jitambulishe tu kwa majina watu wale ambao wanakujua, wale ambao wakujui labda. Asante sana. Kwa majina vile ndugu amesema, kwa majina naitwa Hilary Mutuli, na siku ya leo nimefurahi kabisa kuweza kukaribishwa katika kikao hiki ili kuweza kuzungumzia na kuweza kuwapasha wasikilizaji na watazamaji kwa ujumla kuhusu kazi, hali ya mtu kufanya kazi na kuweza kupoteza kazi, athari zake, na mtu unaweza kuishi vipi ukikumbwa na tatizo ama shida ya kuweza kupoteza kazi. Ya labda Hilary, umefanya kazi, labda ulifanya kazi miaka ngapi pale Nakumatt? Nikiwa Nakumatt kwa hakika nimefanya hapo kazi karibu miaka 15. 15 years. Karibu miaka 15. Manake nimefanya kazi Mombasa, nikafanya kazi Kisumu, nikafanya kazi Nairobi, nikafanya kazi Eldoret, mpaka hata wakati kampuni ikifilisika nilikuwa sasa niko katika mji huu wa Eldoret, na ndipo mpaka wakati wa leo. Labda uko na familia ama bado kijana barubaru? Familia niko naye, ambayo wakati nikiingia kazi ya Nakumatt nilikuwa na familia, lakini wakati baada ya kuingia kazi ya Nakumatt nikajaliwa na kuwa na familia, na mpaka hata wakati kazi imesambaratika ndio kuanza kuangalia utaweza kuishi namna gani, familia itakutegemea kivipi, manake kazi kuisha na wewe kama ndio mwanaume wa nyumba, bado familia inakutegemea kwamba ni wewe tu uzidi kung'ang'ana kuhakikisha kwamba bado familia inasimama. Ndio manake kupoteza kazi kwa hakika, watazamaji, ni jambo la kusikitisha, na ni jambo ambalo kukua katika kikao hiki kitatusaidia kuweza kujua unapofanya kazi unajipanga vipi. Ndio manake siku nyingine ule ambaye unanisikiza usije ukaweka familia katika hatari ya wewe kupoteza kazi, manake iko na uwezo hata ya kusambaratisha familia. Labda pale Nakumatt ulikuwa unafanya kitengo kipi? Nikiwa kazi ya Nakumatt, kwanza kabisa kazi ya Nakumatt nilianza, na sio mimi tu, watu wengi ambao walikuwa wanaajiriwa kazi ya Nakumatt, ulikuwa unaanza kwanza kwa kazi ya kutumia, yani kazi physical, kazi ya kutumia nguvu, kama kwa store huko. Kwa store huko, kutoa mali kwa lori, kuweka mali kwa malori, offload namna hiyo. Kwa hivyo na unaanzia hapo, lakini wakati nilikuwa nishaifanya kwa muda, nikaanza mambo ya stock shelves, mpaka wakati kampuni ilikuja kufilisika, mimi nilikuwa ni cashier, nikifanya kazi kama cashier hapa Nakumatt Household Eldoret. Hapa Eldoret. Ulikuwa unachukua pale pesa? Kabisa, kushika pesa. Sio pesa yangu, pesa ya tajiri. Pesa ya tajiri. Yes. Hiyo ndio ilikuwa kazi nilikuwa nafanya, na nilifanya kama miaka 5 kabla kazi kuja kusambaratika. Nilikuwa mimi ni cashier. Labda kuna watu ambao walikuwa nakutegemea wakati huo ama ulikuwa tu? Kwa hakika kwa muda huo wote
kulikuwa na watu ambao walikuwa wananitegemea, kwa mfano familia yangu yenyewe, alafu pia kuna ile inaitwa extended family, niko na wazazi, niko na ndugu zangu na dada zangu, wengine nilikuwa nawasomesha. Kwa hivyo unapata kwamba kazi kusambaratika haikuwa kitu ambayo tulikuwa tumejipangia, haikuwa kitu ambayo tulikuwa tumeelezwa, ama swala ambalo tulikuwa tunajua. Ni swala ambalo lilikuja kwa kigafla tu. Unapata kwamba kazi hakuna, na pengine kwa kuelezea kidogo tu ni kwamba hii kazi tulianza kwa kukosa mishahara. Unapata mwezi inapita hakuna mshahara, unapata mwezi ingine inafuata hakuna mshahara, na mnaambiwa kwamba mtulie tu, kutakuwa vyema, kutakuwa kuzuri. Basi katika hali ya kuwa tuna imani, unajua hakuna mtu katika sisi wanadamu pia uko tayari kukubali kwamba kazi hii haitakuwa, lakini tukawa tuna imani kazi itakuwa. Kufikia mwezi wa 3 kama baada hatujapata mishahara, watu wakaanza kuwa na wasiwasi. Miezi 3 hatupati mishahara, itakuwa namna gani? So unapata watu wakaanza wenyewe kujitoa mmoja mmoja. Mtu anaangalia hali vile ilivyo, anasema hapana, hapa inakuwa ngumu, familia inaningoja, mambo kadha wa kadha, sijapata mshahara miezi 3, miezi 4. Kwa hivyo watu wakaanza kujitoa mmoja mmoja mpaka dakika ya mwisho, mwezi wa 3 wa 4 hivi, tukapata ujumbe kwamba sasa kuanzia mwezi ujao kazi hakuna, utachukua leave, na unapewa leave ya miezi 6, miezi 4. Basi hapo ndo tukajua lisilo na budi limefanya nini, limekuwa. Kwa hivyo sasa unapata familia, watoto, bibi, wazazi, ndugu zako, inakuwa sasa imekuwa ni wakati mgumu. Labda kwa wakati ile wakati ambao mlikuwa pale mkifanya kazi na mkaanza kuona, mlianza kuona hiyo dalili, wenyewe mlikuwa mnasema kwa mna matumaini kwamba maybe mambo itakuwa sawa. Sasa hiyo dalili ya kampuni kuanguka, ni mlikuwa mmeiona ama ilikuwa tu kuwa na imani tu? Kwa hakika mwanzo tunaweza sema kwamba hatukuwa tumeona dalili, lakini muda ulipozidi kuongezeka, unapata kwamba kuna baadhi ya bidhaa ambazo mlikuwa mnauza, bidhaa muhimu, unapata sasa hamuwezi kuzileta. Wateja wanakuja wanauliza, kwa mfano wapi unga wa jogoo? Sisi tumezoea unga wa jogoo, pengine wanaona unga fulani ya kampuni fulani, lakini wanasema wapi unga wa jogoo? Tunasema kuja next week tutakuwa na unga hiyo. Next week ikikuja hamjakuwa na huo unga, unamwambia kuja next week. Kwa hivyo baadhi ya bidhaa kama hizo wateja wanaanza kuzikosa wiki 1, wiki 2, wiki 3. Basi ikawa imeanza kuleta ishara kwamba hapa mambo si mazuri. Wakati umeshaona dalili hiyo mambo kwamba kampuni maybe inaenda chini, kampuni imeanza kudidimia, wale ambao mlikuwa mnafanya kazi walikuwa kuna wale maybe mlikuwa mmeshaanza kunongonezana hapo kidogo, mseme wanaanza kupiga hesabu? Kwa hakika wakati watu ama wafanyikazi walipoona kwamba dalili za kampuni kuanza kufilisika, dalili za kampuni kuanza kukosa nguvu, lazima kuna ile kusemezana, kuna ile kushauriana, katika hali ya watu kushikwa na uoga, maana ni swala ambalo linaleta uoga. Kwa hivyo utapata kuna wale ambao walikusudia kwamba kama hali inaendelea vile ilivyo, mtu mwenyewe anaamua tu hakuji kazi tena, pengine anaandika barua sasa ya kuresign. Maana unajua katika hiyo hali mwenye kazi pia hataki kukuachisha kazi, maana akikuachisha kazi itabidi akulipe. Kwa hivyo lakini wewe mwenyewe ukijiachisha kazi, basi utakuwa umemsaidia mwenye kazi, kwa sababu kisheria wewe mwenyewe ukijiachisha kazi, na katika hiyo hali vile kazi ilikuwa, unapata kwamba ni wewe mwenyewe sasa mwenyewe ujitegemee, kama uko na pengine akiba kidogo ulijiwekea. Kwa hivyo kuna wale waliamua kwamba wenyewe wafanye nini, waache tu kazi, waangalie njia mbadala ya kuendelesha familia zao. Kwa sababu kama umekaa mwezi 1, mwezi wa 2, mwezi wa 3, mwezi wa 4 na hujapata mshahara, hata mwenye nyumba pia anadai kodi,
Kwa hivyo ikawa wengi wakawa wanashauriana, wacha tuache hii kazi, hata utafute kazi nyingine mbadala, hata kazi nyingine ya jua kali tu ambayo kidogo itafanya nini, itakuwezesha kulinda familia. Kwa hivyo kuna wale waliamua kuacha tu kazi wakaenda, hata wengine walienda kufanya kazi hata kama ni za mjengo, wengine wakatafuta kazi kwa hizo supermarket zingine, angalau wafanye nini, waweze kukita familia zao. Na labda hiyo yote kuna walikuwa wamelipa, kuna wale ambao marupurupu yenye watu walipewa katoka ili kuanza kujipangia maisha, ama kukuwa na marupurupu kwa wale ambao labda walivumilia? Kwa hakika swala la marupurupu ni swala ambalo lilikuwa limezungumziwa sana na watu huku nje, kwamba walilipwa marupurupu yao ama hawakulipwa. Katika ile hali ambayo kampuni ilikuwa imefika ya kwamba kampuni inaenda chini kwa kukosa fedha, utapata kwamba hakuna senti zozote ambazo mwenye kazi alitoa kama ridhaa kwa wafanyikazi. Kwa hivyo wafanyikazi walitegemea tu ile akiba ambayo walikuwa wamejiwekea. Ile akiba ambayo walikuwa wamejiwekea, hiyo ndio wakati unaacha kazi, hiyo ndio akiba ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unaenda kupewa. Ile akiba ambayo wewe mwenyewe umejiwekea, ile ndio pesa ambayo mfanyikazi alikuwa anachukua, alafu ajue atafanya nini baadaye. Lakini marupurupu ile ambayo inajulikana kisheria ya kwamba kazi ikiisha basi unalipwa, ile inaitwa katika lugha ya Kimombo severance pay, hiyo haikukua. Sasa ile uamuzi mwenyewe ulichukua sasa kusema leo nimeamua, nimeona hapa imefika mwisho. Wewe ulikaa chini ukapiga hesabu gani ukasema kweli mimi hapa sasa nimeamua yaani wacha tu iwe wacha nikaa nikuondoka, wacha niondoke? Kwa hakika swala la uamuzi haswa katika mazingira kama hayo ni swala ambalo kidogo huwa ni ngumu kufanya. Ni ngumu kufanya kwa sababu hatukukuwa tumeelezwa kinagaubaga na mwenye kazi mwenyewe ama management yenyewe kiujumla ya kwamba kazi haipo. Manake tulikuwa tunahimizwa tu vumilieni. Na katika hiyo kuvumilia ikawa ni ngumu. Na pia katika hiyo hali inakuwa ni ngumu pia wewe mwenyewe kibinafsi kufanya uamuzi kwamba unaacha kazi. Lakini pindi muda ulipozidi kuongezeka, mimi nikafika pahala nikasema hapana. Maisha haiwezi kuendelea namna hii. Hata kama kuacha kazi ni ngumu, basi itabidi niache kazi. Ili kwamba nifanye nini? Nianze maisha mapya. Vile nimekujulisha hapo awali, nilikuwa nimekaa kwa hii kampuni zaidi ya miaka 10, karibu miaka 15. Na ni mahali nilikuwa nimepazoea. Kwa hivyo kuanza tena maisha katika hali tofauti inakuwa ni hali ngumu. Kwa yule ambaye amefanya kazi mwaka moja ama miezi, inakuwa ni rahisi kusema hii kazi wacha niachane nayo. Lakini mahali umekaa muda huo wote inakuwa kweli ni ngumu. Lakini kwa sababu ya familia na majukumu hapa na pale, ikawa sasa kweli ni ngumu. Maana hata wateja wenyewe walikuja wakaona kwamba hii hawana vitu kadha wa kadha. Kwa hivyo wateja pia wakawa sasa hawakuji tena. Kwa hivyo nyinyi wenyewe kuendelea kukaa pale na hapana wateja, ikawa pia ni tishaku. Kwa hivyo mimi mwenyewe nikaamua kuacha kazi na kuangalia njia mbadala ya kuweza kujikimu kimaisha. Haya, mpenzi mtazamaji, nakwambia najua kwamba unafuatilia hadithi ya ndugu yetu ama story ya ndugu yetu Hilary, ambaye mfanyikazi pale Nakumatt kabla masaibu yote ambayo aliweza kupitia, na tunaendelea kufuatilia tuweze kujua what happened na nini aswa yeye ambaye aliweza kuchukua hatua gani ambazo za kuchukua. Na najua kuna mtazamaji, kuna watu wengi pale nyumbani pia najua kwamba labda wameipitia hali kama hii, uliweza kujitoa namna gani. Kuna wengine maybe wameshindwa hata kufanya uamuzi, wanaumia lakini wameshindwa kufanya uamuzi kuhusiana na masuala ya career wakiwa employed, na maybe jambo kama inajua kwamba utaweza kujifunza mawili matatu tunapoendelea. Labda Hilary, swala la marafiki, wakati mabeshte walisikia sasa job imeisha, walisimama na wewe ama waliingia msituni? Safari hii ya kupoteza kazi imekuwa ni safari ambayo ni ya kusikitisha, na pia imekuwa ni safari ambayo imenitupa ama imenipa fursa ya kuweza kujifunza mambo mengi sana. Kwa sababu wakati nilikuwa na kazi, nilikuwa na marafiki wanakupigia simu. Kuna wale walikuwa kila siku lazima wanipitie pale, kunisalimia, kunijulia hali, unaendelea aje? Mbona naendelea vizuri.
Lakini pindi tu wakati kazi iliisha, ni jambo la kushangaza kwamba hata rafiki unamuona, mko katikati ya town na ushamuona rafiki, na anapokuona tu unakuja, anakata njia, kwa sababu kwa kweli kazi ilipoisha pia unakuwa mtu ambaye unahitaji sasa rafiki. Unapigia rafiki simu, unamwambia nisaidie hata na pesa nilipe nyumba, nisaidie hata na pesa ninunue unga. Kwa hivyo kazi kuisha ikawa ni swala ambalo lilituathiri, kwa sababu hata marafiki tulipoteza. Tunapoteza marafiki kabisa, hata jamaa, wacha hata marafiki, hata jamaa wale ambao ni tuseme jamaa relatives, hata wale ambao mlikuwa mnafahamiana vizuri, unapata kwamba sasa hamuko pamoja, kwa sababu sasa wao wanaona kwamba hakuna kitu utawasaidia. Ndio unakuja kugundua kumbe ile urafiki ilikuwa ni urafiki ambayo ingedumishwa tu wakati pia wewe ulikuwa katika hali ya kuweza kuwasaidia. Katika hali ya kupoteza kazi, tumepoteza marafiki, tumepoteza jamaa, sasa unabaki ni wewe tu. Inabidi unaanza kutafuta marafiki wapya. Mtu ambaye anakusaidia sasa ni mtu ambaye pengine hata hamkuwa mnafahamiana. Ndio maana yake ninasema ukiwa kwa hiyo kazi, kuwa ule mtu ambaye hata ule mtu wa chini kabisa, kuwa mtu ambaye unaweza kuwa na urafiki naye. Hata ule mtu unaona si wa maana, huyo mtu atakuwa wa maana wakati mvua itakuwa inakunyeshea. Wale marafiki wale wenzako ambao mlikuwa mnafanya nao kazi, umejaribu kufuatilia ujue maisha yao sofa wame move on kivipi, ama wengine kuna wale ambao waliteka aje ile swala, kuna wale ambao wameathirika kwa njia yote, ama wako wale ukiwasiliana nao wako sawa? Kwa hakika wenzangu ama wenzetu ambao tulikuwa tunafanya nao kazi, hakika wengi tumeweza kupoteana katika hali ya kujuliana hali kwamba wanaendelea aje, wanafanya vipi, kwa sababu swala hili la kupoteza kazi nimekuja kugundua kwamba ni swala ni kama mkue mahali kwa jumba fulani na bomu ilipuke. Kika wakati huo mtu huwa hana nafasi ya kujua fulani yako wapi ama fulani yako wapi. Uko tu nafasi ya kujua unatoroka, ama mkue katika mahali na usikie magaidi ama majambazi wameingia wanaua watu. Mtu huwa hataki kujua fulani yako wapi ama fulani yako wapi. Ni swala la ni kama mguu ni ponye. Kwa hivyo katika hicho kipindi ikawa ni kipindi ambapo tumepoteana sana na wenzetu. Manake mtu anajaribu kuangalia familia yangu itakuwa namna gani, mtoto wangu atakuwa namna gani. Basi ikawa ni jambo ambalo lilitutenga kama wafanyikazi. Lakini wale ambao kidogo tumeweza kujuliana hali, kuna wale ambao pia walipoteza maisha katika hiyo hali. Kuna wenzetu wengi, kwa mfano kwa duka lile ambalo tu branch moja, Nakumatt ilikuwa na branch zaidi ya 40 karibu 50 kwa nchi mzima. Lakini kwa ile branch ambayo mimi nilikuwa ya hii household, kufikia wakati huu ambapo niko hewani, tumeweza kuwazika wenzetu ambao wametuacha, wamefariki karibu 6. Kwa hivyo kuna wale ambao wamefariki, kuna wale ambao maisha pia imewasonga, wamerudi kijiji huko nyumbani, maisha si mzuri. Kuna wale ambao bado wako miji mbalimbali. Labda kwa upande huu tu maybe unajua kwamba maybe familia yako ama kama watoto walikuwa wamekuzoea dadi, ukikuja nyumbani maybe dadi this na then maisha imechange. Kuna wakati ambao wanafika mahali labda wanashindwa dadi, kwa nini leo maybe hujaenda kazi? Unajua that ni hiyo picha. Sijui kama wao wanasenza ama walikuwa wadogo wangeweza kushikanisha. Familia kwa ujumla wakati huko kwa kazi inakuwa ni kwamba wamezoea kiwango fulani cha maisha, tuseme kukula, mavazi, na wakati kazi inapotea unapata kwamba familia inaathirika kwa sababu watoto hawawezi kupata yale malezi ambayo walikuwa naye. Utapata kwamba inabidi hata zile shule walikuwa wakisoma inabidi watoe hapo, wapeleke zile shule ambazo kwa hiyo hali unaweza ukagaramia. Kwa hivyo mtoto anakuwa mtu anasononeka, mtoto anapata kwamba hata chakula chenye alikuwa anatumia hawezi kutumia. Pengine chai, mezoesha mtoto chai lazima ikuwe na pengine na mkati, chai ikuwe pengine na viazi.
Inapata sasa mtoto anakunywa tu chai, anakuwa mtoto wa kunywa chai bila chochote, pengine hata chai ya maziwa, mtoto sasa anatumia chai rangi, ama sasa inakuwa ni uji mbadala. Kwa hivyo ni hali ambayo inatisha, ni hali ambayo inatatanisha, ni hali ambayo inafanya hata wengine familia zinasambaratika. Swala hilo kwa sababu unajua kama unasema kuna familia kwa kama utapata mtu ambaye ako stable kabisa kukubali swala hili na kusimama na wewe na kusukume akwambie it is well, unapata kama ni vigumu sana, ama pia kukosa hata kama hivi ushauri wa mchungaji. Najua kama wengi pale mlikosa ushauri, mlikosa kusaidiwa kiushauri. Labda wewe after that kufanyia nini, ukaamua nini so far, what are you doing, nini unafanya sasa hivi baada ya haya yote? Ulijikwamua aje? Siwezi kusema nilijikwamua, naweza kusema kabisa kwamba niko katika hali ya kujaribu kujikwamua, kwa sababu silo swala ambalo utaweza kulifix kwa dakika moja. Na mimi nilitafuta njia mbadala ya kuweza kuishi, nikaingia kwa mambo ya jua kali, nikawa nina biashara, nimefungua biashara ya salon, biashara ya barber shop, kujaribu kukiri maisha. Na kufikia sasa hiyo ndio kazi mimi nafanya, kazi ambayo nafanya kando na kwa hiyo biashara ambayo nafanya hapo town. Saa zingine natembea hata kwa mashule nikishughulikia kunyoa watoto, kushuka watoto, mambo kama hayo, angalau niweze kupata mkate wangu wa kila siku. Nakwambia mpenzi mtazamaji, najua kwamba ukiwa pale tunapokaribia mwisho wa awamu hii, wacha tuweze labda kutupatie list Hilary nafasi tu, labda aweze tu kutupatia ushauri kwa wewe ambao uko pale, labda wakati unapopoteza kazi, maybe pia anaweza shauri hata wale ambao ni waajiri wamepeana job, labda from there far wachukue vitu gani ambavyo labda umejifunza tu kwa dakika 2 hivi ili tunapofika mwisho. Asante kwa nafasi hiyo. Kwanza kabisa ningependa kuwajulisha wale ambao wameajiri watu. Wakati ambapo umeajiri watu, ni vyema sana ukiona kwamba kazi inaenda kuanguka. Najua kazi kuanguka ama kazi kufilisika ni tofauti na pengine kama kazi unauzia mtu mwingine, kwa sababu hiyo inahakikishia hao wengine ambao wako, inahakikishia kazi iko inaendelea. Ni tajiri tu ndio tumebadilisha. Na kwa hivyo matajiri, ningependa kuwajulisha kwamba familia ambazo zinategemea hiyo kazi, sio tu huyo mtu ambaye umeajiri. Kuna zile familia ambazo zinategemea hiyo kazi. Kuna bibi, kuna bwana, kuna watoto, kuna wazazi ambao wanategemea huyo mtu ambaye umeajiri hapo. Na sisi ile njia tuliachwa nayo ilikuwa ni njia ambayo hakuna mtu anakueleza kazi imeisha. Ni wewe tu mwenyewe uweze kujiangalilia na upime hali vile ilivyo na ujue hapa hakukaliki tena. Kwa hivyo ni hali ambayo ni matajiri wangekuwa vizuri waeleze wafanyikazi ya kwamba kazi penye imefika, tunaona kwamba hii kazi haipo tena. Kwa hivyo tungeomba wafanyikazi mkae mkijua hii kazi haipo. Kwa hivyo mtu anapata nafasi ya kuweza kujipanga. Mtu anapata nafasi ya kuweza, pengine kama alikuwa na akiba yake kidogo, ameamua hiyo akiba pengine achukue, atumie kusomesha jamaa wa familia, atumie. Lakini kama ungekuwa ushamueleza, ushamuarifu mapema hiyo akiba, basi ataitumia vizuri. Ama akiba yote yako nayo ataitumia vizuri akijua hapo mbele kuna shida. Basi hilo ni swala ambalo matajiri ama employers, waajiri, wazingatie sana. Wakati wanajua kazi haipo tena kwa wafanyikazi wake, wajulishe wafanyikazi mapema ili wafanyikazi wafanye nini? Wapate nafasi ya kuweza kujipanga, kupanga familia zao. Hata unaweza kaambia familia, nyinyi sasa muende kwanza mashambani, ili manake kwa miezi 3 ijayo, miezi 4 hatutakuwa na kazi. Kwa hivyo itakuwa bora nyinyi mkienda mashambani, ama hata familia wanaweza kutoka kwa ile nyumba wanaishi waende kwa nyumba at least ya pesa kidogo, ili katika hali ya kuanza kujipanga, yani kujiweka shock absorber, ili kwamba wakati kazi basi itakuwa haiko, itapata huyo mfanyakazi amejipanga. Maana kupoteza kazi ni swala ambalo linafananishwa hata na mauti, kwa sababu ni swala ambalo ni la uzito sana sana sana. Na pengine kujaribu kueleza wenzangu
wale ambao wako katika kazi mbalimbali, vibarua mbalimbali. Kazi ya Nakumatt haikukuwa kazi ambayo mtu angedhania ni kazi ambayo inaweza kupatwa na shida ama kazi kuisha. Maana haikukuwa tu Kenya, Nakumatt ilikuwa Rwanda, Nakumatt ilikuwa Tanzania, Nakumatt ilikuwa Uganda, Nakumatt ilikuwa imeshika Afrika Mashariki yote. Na kwa hivyo ilikuwa ni kazi kubwa sana. Sio kazi ambayo mtu angedhania kwamba inaweza kufilisika. Kwa hivyo mtazamaji ambaye unanitazama pale popote ambapo umeajiriwa kazi, ningependa kukujulisha kwamba ukiwa ndani ya hiyo kazi ni vizuri ujue kwamba chini ya jua hakuna kitu hakiwezi kuisha. Sisi tulikuwa tumekaa raha mustarehe tukijua tuko katika kampuni kubwa Afrika Mashariki na Kati, na kwa hivyo sio kazi ambayo inaweza kusambaratika, lakini kufumba na kufumbua tukajikuta kazi imeisha. Kwa hivyo mwenzangu ambaye unanisikiliza, ningependa kukuadvise ya kwamba unapofanya hiyo kazi, fanya hiyo kazi ukijua siku moja inaweza kukosekana. Siombi ikosekane, lakini siku moja inaweza kukosekana. Na kazi inaweza kukosekana, pengine inaweza kufilisika. Ama hata wewe mwenyewe siku moja mtu akusingizie ufutwe, kazi imeisha. Ama ikifilisika, kazi imeisha. Ama upatikane na makosa, kazi imeisha. Kwa hivyo ningependa kukupatia advice ya kwamba unapokuwa kwa hiyo kazi, jaribu kuwa pia na tunasema side hustle. Jaribu kuwa na side hustle. Jaribu kuwa na duka ya kuuza mafuta ya taa. Hizi vitega uchumi vidogo mara mingi sisi huzipuuza sana, especially ukiwa katika ile kazi ambayo ni kazi ambayo imekusitiri vizuri, ni kazi iko na mshahara mzuri, ni kazi iko na marupurupu mzuri. Mara mingi tunapuuza sana vitega uchumi ambazo pengine hata mtu akikwambia si ufungue tuuze mafuta taa, ama fungua hapa niuze makaa, ama fungua pale niweze kuweka hata kazi kama hii ya kinyozi. Vitu kama hizo wakati uko kwa kazi mzuri ni vitu ambazo si vitu za maanani kwako. Lakini ningependa kukwambia vitu hizo vidogo ndio vitu za muhimu sana. Manake sisemi ununue basi uweka kwa barabara. Sisemi ujenge supermarket kubwa, hapana. Ninasema hapo penye ulipo uko na uwezo hata ya kuchukua mama watoto umfungulie duka, ili kwamba wewe ukiwa pande ile nyingine naye ako pale. Either yeye kikiumana ama wewe kikiumana, mwingine atashika mwingine mkono. Familia haitasambaratika kwa sababu mmoja amekosa riziki. Huyu mwingine atafanya nini? Atakusaidia ili uweze kusimama. Na natumai kwamba hata wewe ukiwa pale nyumbani umeweza kujifunza mawili matatu, na umeweza kupata angalau kwa yale ambayo ameweza kuzungumza. Najua kwamba imekuwa ya baraka. Yes, ni changamoto ambayo ameweza kupitia, na ndipo sasa akapata that courage ya kuja kuzungumza na sisi. Wengi walipoteza tu kazi wakaenda hivyo, wengine hata hawana mtu wa kujaribu kuwauliza kama wame move on ama wanaendelea vipi maisha. Hakuna mwenye anataka kujua wanapitia yapi, lakini at least yeye Hilary amepata nafasi akakuja kutuelezea. Najua kwamba wengi ambao mnakuwa katika mji wa Eldoret tumeweza kukutana na yeye pale katika lile duka la Nakumatt pale, alikuwa na kashia pale, na najua kama wakati anavyoelezea haya ni mambo ambayo najua wengi hatungeweza kujua maisha yao ilikuwa namna gani, au bora tu kazi iliisha na sisi tukaasimu tu Nakumatt ilifungwa, hatujui vile maisha yao inaendelea. Lakini at least angeweza kutuelezea kidogo, tumeweza kufahamu hayo. Na pia tukiwa pale tujipange, vile ameweza kusema kwamba tufanye hata kama uko kali mahali umeajiriwa, jipange polepole. Kama ni kuweka kaduka, kununua vitu ndogo ukiuza pale, jiingize kwa biashara ili ukue self employed, kwa sababu kazi ya mwenyewe ni ya mwenyewe tu. Ile ikifika basi mambo inakuwa hivyo. Kwa hivyo tunazidi kuombea pia kwa pale wale ambao mko kazini, tunazidi kuwaombea. Wale ambao pia hawana kazi pia tunawakumbuka katika awamu hii, pia tunawaombea Mungu afungulie njia, na Mungu pia atupatie hekima. Na pia vile rafiki yangu pia amesema kwamba tukijipanga, mambo yote ikitokea kama haya tutaweza kusimama. Na pia wale waajiriwa pia, wakati unapo kampuni karibia mahali kama hapa, tujaribu kuwapatia hata wafanyikazi ushauri, kwa kuwa na mwelekeo, wajue kwamba yenyewe maisha inaenda kukua hivi, wajipange mapema. Hiyo kushtukia tu na waacha watu wana familia zikiumia inakuwa ni shida tena sana. Kwa hivyo wacha tufikie hapo kikomo. Hadi next week same place same time. Asante kwa kuwa nasi ndani ya Rubani 1 on 1. God bless you.